Dalili za mapema za magonjwa hatari kwa wanawake, namba moja ni uvimbe au mabadiliko ya matiti, lakini pia hata chuchu kuweza kutoa uchafu. Hiyo ni changamoto ambayo ni hatari, unatakiwa kuchunguza kama aidha ni kansa au ni changamoto gani. Lakini namba mbili tunasema ni mkojo, kupata mkojo uliochanganyikana na damu au uchovu mara kwa mara, ni viashiria vya kwamba una maambukizi tayari kwenye figo. Namba tatu ni magonjwa ya kifua, unashindwa unapumua kwa shida, hewa unapata kwa shida. Ndugu yangu, hiyo ni ishara ya moyo kuwa na changamoto au shinikizo la damu, pengine inaweza ikawa asma au pumu. Lakini pia kuchoka bila sababu, changamoto ya kisukari, anemia na magonjwa mengine makali, hakikisha unachunguza. Lakini kuchanganyikiwa, kichefuchefu na maumivu makali ya kichwa, ishara ya stroke na pressure ya juu, unatakiwa pia kuchunguza. Homa ya mara kwa mara na maambukizi yasiyoisha, inaweza kuwa ni dalili ya HIV, na yenyewe ni vizuri ukaenda kuchunguza namna ya kuondokana changamoto hiyo. Maumivu ya mifupa au urahisi wa kuvunjika, kacheki hapa una upungufu wa madini. Huzuni kubwa, usingizi mbaya, kupoteza hamu ya kufanya mambo, ni ishara ya depression au matatizo ya akili. Kutapika mara kwa mara, tumbo kuvimbiwa, dalili ya vidonda vya tumbo. Lakini pia mabadiliko ya hedhi au kuharibika kwa homoni ni changamoto unayotakiwa kucheki. Tuambie hapo ni changamoto ipi wewe mwanamke inayokutesa, kisha unawasiliana na Dr. Jimmy kupata msaada zaidi. Karibu.